Inawezekana nafsi yako imekamatwa na mtu katika kiwango ambacho unashindwa kujinasua. Kuna yule mtu unashindwa kumsahau. Anaweza akawa ni mpenzi au anaweza akawa ni mtu wako wa karibu, anaweza akawa hata mzazi. Lakini alikuwa amekuathiri sio katika namna njema. Sio mapenzi tu, ni muunganiko wa nafsi ambao si upendo, unakufanya usiwe wewe. Unakukosesha raha. Mara zote unapokuwa unamkumbuka au mara zote kumbukumbu zake zinakuwa ziko katika akili yako na nafsi yako katika namna ambayo inakuzuia kufanya maisha yako. Hii inatokea sana. Kuna mtu mmoja alikaa miaka 7, tena zaidi ya miaka 7, alikuwa kwenye mahusiano na mtu, na yale mahusiano yalikuwa yamefika mwisho kwa sababu huyo mtu alikuwa ni mtu sumu, mtu toxic. Kwa hiyo akataka kumove on, lakini muunganiko aliokuwa nao na yule mtu ulikuwa ni mkubwa mno katika kiwango ambacho alikuwa hawezi kumove on. Kwa yule mtu anavyojisikia akimtaka anamchukua tu kama kwa ajili ya kukutana naye kimwili, then anamtupa. Hana uwezo wa kuresist, hana uwezo kwa sababu nafsi yake ilikuwa dhaifu mno, imeunganika na huyu mtu, hawezi kufanya maisha yake tena. Hilo ni kundi la kwanza. Alafu kuna kundi la pili. Kuna wale watu unakuwa kama mwili wako au nafsi yako inakuwa kama sponge, inafyonza kila kitu. Ukienda mahali ukikaa na watu fulani kama wana huzuni, kuna mazingira yako sawa, unafyonza ile. Unakuta mara nyingi unakuwa ni mtu mwenye huzuni pasipo sababu kupitiliza. Inakuwa imechanganyika na ule moyo wa huruma ambao sio tatizo, lakini sasa inatakiwa uweze kujua namna ya kucontain, kubeba nguvu zako bila kuchanganya na wengine. Hata pale ambako unaweza ukapokea nguvu za wengine au hisia za wengine, uweze kuelewa na uweze kujitofautisha. Sasa mara nyingi inafika mahali unakuwa uweze kufanya maisha yako vizuri. Kikaa na watu, ama mtu mwenye shida fulani, mwenye huruma, anahitaji kuonewa huruma na nini, unabeba kupitiliza. Unatokwa na machozi wakati mwingine pasipo sababu yoyote. Na unashindwa kuelewa ya kwamba je, ile ni hali inayotoka tu kwako au inayotoka nje. Sasa kinachotakiwa pale, inatakiwa uweze kurudi ndani yako, uweze ku-own nguvu zako, uweze kuubeba uwepo wako, umiliki nguvu yako, umiliki uwepo wako, na uweze kujitofautisha na uwepo wa watu wengine na vitu vingine. Hapo ndio unaweza kukata ule muunganiko kwa wale watu wa kwanza ambao unashindwa kumove on na kumsahau mtu, na pia itakusaidia uweze kutembea katika hii sayari dunia ambayo ina makundi ya watu mbalimbali. Hata utakapokuwa kama unasaidia hata watu, lakini usimezwe katika ulimwengu wa watu wengine. Ndio maana katika zile wiki 3 ambazo nitazifanya za darasa la uponyaji, program ya uponyaji kuanzia tarehe 4 mwezi wa 5, nitakupa mazoezi ambayo specifically yatakusaidia kuweza kuown nguvu zako. Uzitambue nguvu zako. Ukiweza kuown nguvu zako, ndio ambavyo unaweza ukajitofautisha na watu wengine. Unaweza ukawa na nguvu ya kuweza kutembea na kufanya kile ambacho unajisikia kufanya, sio kile ambacho watu wengine wanakufanya ufanye. Yaani kama hujajua namna ya kuown nguvu yako, unakuwa mtu wa kubendi muda wote. Na ni rahisi pia kutumiwa na watu ambao tunawaita manipulators, watu ambao wanajua kutumia watu wengine. Kwa hiyo unalazimika usalimie kila mtu, unalazimika kutaka kuonekana vizuri kwa kila mtu, una uwezo wa kustand on your own ground. Darasa la uponyaji, program ya uponyaji iko kwa ajili yako. Kama unataka kujoin kwenye hii program, ni check inbox au nitumie email, ipo kwenye profile yangu. Kwenye bio pale kuna email. Tumia email, sema unataka kujiunga, na ninaanza kupokea ada kwa wale ambao wako tayari kujiunga na program. Yeah, I'm waiting for you there.